Shalom, shalom, shalom. Watu wa Mungu, shalom. Shalom, shalom. Karibuni sana watu wa Mungu katika sura hii ya 48 ya kitabu cha Mwanzo. Ni mwendelezo wa usomaji wa Biblia. Mungu akubariki sana kwa wewe ambaye kila siku unafuatilia sura moja moja ambayo inayowekwa hapa katika kitabu hiki, katika channel hii ya Mungu Tumaini. Mungu akubariki sana, na hatimaye tunakaribia kumaliza sura hizi za kitabu cha Mwanzo. Tufumbe macho tuweze kukaribisha somo hili la siku hii ya leo. Asante Mungu kwa wakati uliopita. Asante kwa wakati huu uliopo. Tunaomba utubariki kuanzia sasa hadi mwisho wa somo hili. Bariki msikilizaji, mpe neema yako, mpe upendo, mpe amani ya nafsi. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Mfuatiliaji bwana, tuko katika sura ya 48. Ni sura ambayo imepewa mistari 22. Tutaanza mstari wa kwanza mpaka pale ambapo tutakapofika mwisho, kwa utulivu mkubwa sana, ili tuweze kupata tafakuri ya neno la Mungu. Inaanza mstari wa kwanza kwa kusema, ikawa baada ya mambo hayo, Yusufu akaambiwa, tazama, baba yako hawezi. Akawatwaa wanawe wawili, Manase na Efraim, pamoja naye. Naye akaarifiwa Yakobo ya kwamba, angalia, mwanao Yusufu anakuja kwako. Israeli akajitia nguvu, akaketi juu ya kitanda. Yakobo akamwambia Yusufu, Mungu Mwenyezi alinitokea huko Luzu katika nchi ya Kanaani, akanibariki. Akaniambia, mimi hapa nitakuongezea uzao wako na kukuzidisha, nami nitakufanya uwe kundi la mataifa. Kisha nitawapa wazao wako nchi hii, baada yako iwe milki ya milele. Basi sasa, wanao wawili uliozaliwa katika nchi ya Misri kabla sijaja kwako Misri ni watoto wangu, yaani Efraimu na Manase. Watakuwa wanangu kama Reubeni na Simeoni. Na wazao wako utakaozaa baada ya hawa watakuwa wako. Kwa jina la ndugu zao wataitwa katika urithi wao. Na mimi nilipokuja kutoka Padan, Raheli akanifia katika nchi ya Kanaani, njiani, si mwendo mkubwa kabla ya kufika Efrati. Nikamzika katika njia ya Efrati, ndiyo Bethlehem. Israeli akawaona wana wa Yusufu, akasema, ni nani hawa? Yusufu akamwambia babaye, hawa ni wanangu Mungu alionipa hapa. Akasema, tafadhali uwalete kwangu, nami nitawabariki. Na macho ya Israeli yalikuwa mazito kwa uzee, wala hakuweza kuona. Akawaleta kwake, naye akawabusu na kuwakumbatia. Israeli akamwambia Yusufu, sikudhani ya kwamba nitakuona uso wako, na Mungu amenionyesha na uzao wako pia. Yusufu akawatoa katika magoti yake, naye akainama kifudifudi. Yusufu akawaweka wote wawili, Efraimu katika mkono wake wa kuume kuelekea mkono wa kushoto wa Israeli, na Manase katika mkono wake wa kushoto kuelekea mkono wa kuume wa Israeli, akawasogeza karibu naye. Israeli akanyosha mkono wake wa kuume, akaweka juu ya kichwa cha Efraim aliyekuwa mdogo, na mkono wake wa kushoto akaweka juu ya kichwa cha Manase, huku akijua
atiavyo mikono, maana Manase ndiye aliyezaliwa kwanza. Akambariki Yusufu akasema, Mungu ambaye baba zangu Ibrahimu na Isaka walienenda mbele zake, yeye Mungu aliyenilisha maisha yangu yote hata siku hii ya leo, naye malaika aliyeniokoa na maovu yote, na awabariki vijana hawa. Jina langu nalitajwe juu yao, na jina la baba zangu Ibrahimu na Isaka, na wawe wingi wa watu kati ya nchi. Yusufu alipoona kwamba babaye anaweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraimu, ikawa vibaya machoni pake. Akauinua mkono wa babaye auondoe katika kichwa cha Efraimu ili auweke juu ya kichwa cha Manase. Yusufu akamwambia babaye, sivyo baba yangu, maana huyu ni mzaliwa wa kwanza. Weka mkono wako wa kuume kichwani mpake. Babaye akakataa akasema, najua mwanangu, najua yeye naye atakuwa taifa, yeye naye atakuwa mkuu, lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkubwa kuliko yeye, na uzao wake watakuwa wingi wa mataifa. Akawabariki siku ile akasema, katika ninyi Waisraeli watabariki wakisema, Mungu na akufanye kama Efraimu na Manase. Akamweka Efraimu mbele ya Manase. Israeli akamwambia Yusufu, angalia, mimi ninakufa, lakini Mungu atakuwa pamoja nanyi, naye atawarudisha mpaka nchi ya baba zenu. Nami nimekupa wewe sehemu moja zaidi kuliko ndugu zako, niliyoitwaa katika mikono ya Waamori kwa upanga wangu na upinde wangu. Msikilizaji, hapo ni mwisho wa sura hii ya 48. Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kukubariki unapopata fursa ya kulisikiliza neno lake. Basi Mungu wa pamoja nawe kila wakati, kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.